wameamua kurudi kusema sawa, tunarudi, lakini tunawapea chance hii kuhakikisha kwamba mnafanya uchaguzi wa kweli na nomination ya kweli. Na mimi najiunga na kiongozi wetu wa uchaguzi katika chama, our director of elections, Senator Kembi Gitura, kwamba tutafanya free and fair nomination. Lakini tusikizane hivi, ndugu zangu na dada, ukiwa umeingia unataka kuchaguliwa kwa kiti, na unajua Kenya ni demokrasia, na unajua hii chama yetu tutazingatia mambo ya demokrasia, zako apate tikiti. Be honest and say this is majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukipata uongozi, kazi ni utapata kazi nyingine ya kufanya. Tusiwe eti unabenda pale unashindwa, alafu sasa wewe unaamua tena kuhama na kupeleka wanachama wengine wetu katika pande nyingine. Sisi tunataka tukae pamoja kama familia, tutembee pamoja. Mimi nataka kuwapea assignment 2 ama 3 kabla tujakutana tena. Wale ambao mnasimama viti vya bunge, tulikubaliana na muambie wale ambao wanasimama viti vya bunge, tutakuwa na mkutano tarehe 8. Tuliambiana hapa Nairobi, parliamentary and county aspirants wa Jubilee. Kama unatafuta kiti ya women rep, senate, governor, na kama unatafuta kiti ya parliament, tumekubaliana tutakutana tarehe 8. Tuko na seminar ya our leaders, wale wa parliamentary pamoja na county. Kuna mambo tunahitaji kuzungumza siku hiyo. We will give you some tips. Tumeanza sasa kutengeneza mipango yetu ya nomination, tutawaeleza vile tunataka kwenda mbele. Alafu kisha baadaye tukimaliza hayo, tutakuwa na mkutano pia kama huo wa wale ambao wanataka kugombea viti vya MCS, kuzungumza nanyi na kueleza vile tunataka kwenda mbele. So assignment yangu ya kwanza, hasa kwa wale ambao wanawania kiti ya ward, please familiarize yourself with every polling station in your ward. By the time we meet, uko na record ya polling stations zako zote, and umeenda ukapata accurate current data kutoka IBC of how many registered voters are in your polling station. Kama unatoka kama huyu ndugu yangu Mugo anatoka hapa juu Ngando, how many polling stations do we have in Ngando? Nachukua the current printing ya IBC, how many voters are registered in Ngando, how many. Kazi nyingine tutakueleza vile tutafanya, so that every one of you have the details of your wards and your polling stations. Wale ambao mnasimama bunge, you must know the number of polling stations in your constituency, and also know the number of wards in your constituency. Na pia tukikutana on 8th, give us information on who are the Jubilee candidates in the wards of your constituency. Because wewe mwenyewe as a parliamentary candidate, caucus in the constituency, your caucus which brings together the civic candidates wale wa ward as constituents. Because the structure of our party, the way it is, as we prepare for the national, we will give you resources ya kuwasaidia kupanga kuweka hii mikakati for the general elections. I do not believe, unajua kuna kasumba hapa, na hiyo ni kasumba ya desperation. Watu ambao wanaona si, unajua hao watu sio wajinga. Tusifikiri eti wale wako kwa uongozi ni watu wajinga. Si wajinga. They know. Some of them are experienced politicians.
They can see the mood in the country. Wanaweza kutudanganya hapa na Sarakazi. Hata wao wenyewe wanaona kumedhoka. Hakuna. Mara kujisukuma hapo wanasema siku hatuwezi shindwa. Wanajua. Sasa wanajaribu kufanya hapa. Unajua sisi hatuwezi shindwa. Hakuna rais anaweza kutolewa hata mmoja Afrika hapa. Chakwera amefurushwa the other day, yule wa Botswana amepotea, yule wa Ghana alirushwa nje, na huyu tampota, huyu atahama. Hiyo itakuwa namna hiyo. Yaani kwa hiyo jiambia wanaambiana unajua hakuna hawezi shindwa. Why? Unless we are not a democracy. Na we are a democracy kwa sababu tunapiga kura inaamua. Maana namna gani? Tuko hapa kwa nyumba tunataka kuingia hivi. Tunaweza hata kwenda na mguu mbio sana. Yeah. So azizi kusema hiyo. Sasa wameanza maneno kusema unajua isipotosha tutachasha. Utachaza wapi? Ukifanya hiyo. Hakuna muzisikize, ambia watu wetu. Let me tell you my brothers and sisters. Tutakutana wakati hakuna hizi makamera hizi na hizi vitu. Tuongee tujipange vile tunapanga kazi. Sasa mjue kupanga kazi. Vile tunapanga kazi. In 2016 kila mtu alikuwa ananiambia unajua wewe simamisha wizi wa mtihani Kenya hii, unajua hii ni kitu kila mtu it's a 2.5 billion industry, the cartels are there. I said tukutane. Tukutane. Tuone vile utaiba. Utaibia hata hiyo tuko wapi sio ukiiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya assignment yako. If you are running in your ward, make sure unalala, unaamka asubuhi, unalala ukijua my polling stations are this number and you know them, na unajua ni watu wangapi wamesajiliwa kupiga kura. The next 3, 4, 5 steps hizo tutaongea bila hizi. Vile tutapanga hiyo maneno ya kuchunga kura zetu. Alafu pia kwa constituency, wale ambao mnatafuta kiti ya constituency, this is serious business. Hatuchezi hapa. Hii ni kazi, tutaipanga mzuri. Tupate kura, tuende mbele. Kwa sababu tunatembea Kenya hii, kila mahali unaenda. Nduru ni hiyo, kila mtu anapiga. Dunia imeshindikana. Alafu sasa wanasema hatuwezi shindwa. I mean, we also not dumb. Hata sisi tunafanyanga collections ya information, tunajua, we can see where the country is going. There is no pathway. There is no pathway for these people to win an election. Ni maneno ndio wameanza hizo maneno kwa warfare. Wanataka ili watu waanze kuwa intimidated, kuogopa, or to lose your interest. Uone hata siwezi nitashindwa. Don't be deceived by those things. Don't you ever take that nonsense. Sisi tuende kwa kura. Wananchi wa Kenya wanataka kubadilisha serikali hii. Wametuambia hivyo. Na sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Vile President Kibaki alikuwa anasema, kazi tunaijua na hiyo pate kura, tuende kufanya hiyo kazi. Basi. Isia hii. Na gombea viti vya parliament. Na mkishikana sasa na wale wako kwa kama Jubilee, tutaissue our document, our response and our communique on this. Nilikuwa nauliza watu wengine, tuanze kutoa ushuru. Hiyo ni kitu itawezekana Kenya hii kweli? Unataka watu waishi sasa if you increase the %, that is going to be passed to those people who have rented houses. Unalipa 10% instead of 7.5. Naturally, what do? Si hiyo unaongeza rent. Na huyo mtu unaongezea rent ndio analipa SHA. Analipa housing levy. Taxes on everything have gone up. How do you want people to live? Nagani? These are the issues we are talking about.
We have prepared a document outlined clearly on those issues, the proposals that are being made that are completely unpalatable. They cannot. Viongozi wetu wale wako bunge because they are elected leaders who represent us as the people of Kenya. If you don't amend this thing, if this is not amended and negotiated by, reject the whole of it. Kwa sababu asikia mmoja alikuwa anauliza, ni waziri wa fedha alikuwa ananiuliza the other day, tu mbona nasema to reject finance bill, na nilikuwa serikali tulipitisha 10 finance bills. We negotiated, my brother. We negotiated even with the opposition. In some cases, actually, we gave in. We lost some of the negotiations as government. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anasema sasa ndio hii tuko nayo, kabla haja tuingie kwa parliament, itana hata na watu wa opposition. Tuna negotiate, tuna discuss, hii itawezekana. The journey we traveled, even with the housing levy, for example, let them go to the records and see. VAT, tunapeleka pale, finance bill. Hata viongozi wa upinzani wale wa kubunga wanasema no, it's not going to work. We negotiate even percentages and say, okay, kwa sababu tuko na ugumu and we need to raise this revenue, why don't we do this and so on. Democracy is government by deliberation. Ni serikali na kuongea na watu. That is what it is. Sisi tunaamuka asubuhi unasema mimi nataka iende namna hii. Why don't we have a dictatorship then? Tutafute mtu dictator wa kuamuka asubuhi na bunduki na AK47 atuambie vile tunaenda. Kwa nini tusumbuke na kura? Tuchague serikali democracy. Alafu sasa wewe mtu mmoja ama watu wawili mwe ndio mnatuendesha. It cannot work. Ama namna gani wenzangu? That is it. It cannot work. Lazima tuzungumze and let us listen to our people. Our people are paining. Tuko na shida. And when you look at this, you go to the origin of this nonsense. Unapata, they have gotten out of the IMF program. Kwa nini? Wamekataa audit. Na nyinyi mnajua kwa nini wamekataa audit? Si mnajua? Kumeporwa, they now don't want to face an audit. So we are out of that arrangement. So raise X amount of money through taxation. We can't tax our way to prosperity. It's not possible. And get to a point where it's untenable, some of the proposals that are being made. So that is why we are a democracy. We have parliament. So parliament is the arena where negotiations will happen. Hata sisi kama chama, tuko na wajumbe wa bunge. We are going to finalize our document and our proposal. Tutauliza, watu wa negotiate. Hapo parliament, they discuss the matter. If they insist on moving forward, basi tukatae. Ama namna gani? That is it. Kwa sababu transferring even this fraudulent amendment of the law, moving freehold land to leasehold, eti chukuliwe na serikali, hata shamba ulipewa na baba yako. You know, some things have been done in this country, unashangaa sana. You know, whether our leaders really think about us or they think about themselves and the gains they'll make. Lakini sisi kama Jubilee tunafuatilia demokrasia. We respect the institutions of government and we will act responsibly. Tutadoa mpendekezo yetu, tutaenda mbele namna hiyo, to negotiate, na nyinyi viongozi wetu mjue what our position is as a party, na tuwaeleze viongozi hata wale wako bunge. If you can't negotiate this, then we reject the bill in total. Na ni kwa sababu ya maslahi ya wananchi wetu wa Kenya. The taxation, you will look at the document we have, and please, many of you, I urge you, get a copy of the Finance Bill 2026. Read it. Usingoje mtu akusomee, soma wewe mwenyewe na tuwaeleze wananchi na tuwaelimishe wananchi. Sababu hii style hii ya kuendesha nchi kama ni duka. When we were in government, we negotiated all the time. Nothing less. Finally, ndugu zangu na dada, the core principles ya Jubilee in hiyo, ile core values yetu. We support clean government. We want to engage with our colleagues in the political arena responsibly. Tuko united opposition, tunaongea na wale wengine. United opposition ni boma. Kuna nyumba ya DCP, kuna nyumba ya Wiper, kuna nyumba ya DAPK, kuna nyumba ya PLP na Martha Karua. Tunaendelea na kuna nyumba yetu ya Jubilee ambayo ni nyekundu. Sasa tuko hapo, tunaendelea, tutashauriana, majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutakubaliana huku mbele tutoe mtu moja kwa kiti cha urais.
The only discussion I am aware of, niseme tu leo kwenu, ni hiyo maneno ya kutafuta mgombea urais moja. I am not aware of any such discussions anywhere. Tuende kutafuta mtu wa ward yako Panamugo, tuende kukaa kutafuta mtu moja kwa ward yako. That I'm not aware of. Bwana Kimemia na Njuguna, marafiki zangu, tuende kutafuta mtu moja yote kwa Makadara. Mimi sijajua hiyo. Mimi ile ninajua ni kwamba sisi Jubilee tukiwa na 2 or 3 people interested, we will do our own nomination. Tuchague candidate wetu. Tukimaliza hivyo, si tuende kwa wananchi watuamulie maneno. Ile ya juu ndio tunaongea. Nani atakuwa flag bearer wa kuongoza hii boma? Inaitwa United Opposition. Na tukienda kwa mazungumzo, tunaenda kuzungumza mambo ya boma. Tuende kuzungumza mambo ya nyumba yako. Si inakuwa namna hiyo. Unajua hata kwa Kiafrika ukiwa na nyumba, iko nyumba ya Mumbi, iko ya Wanjiku, iko ya huyu. Kila mtu anapanga watoto wake vile anawapanga. Mzee akiita baraza ndio inakuwa baraza ya kuongea. Sasa huwezi kusema sasa tuweke hao watoto wote pamoja tuende kupanga kati ya wale wa Mumbi na hao wa Wanjiku. Wanakuwa nani anaenda shule, nani haendi shule? Hapana bwana. Mumbi apeleke watoto wake shule vile anatakiwa, Wanjiku apeleke wake vile anataka kuwapeleka, na Wanjiro huko. Lakini mzee akiita mkutano ya kuzungumza nani mkubwa wa boma na vile masuala ya boma itakuwa, basi mzee anakuanga twende tutafute mzee mmoja, tumwambie mzee kukiwa na Nguralio next week, ng'ombe ile utatoa ni mambo kama hayo. That is the way we are looking at this. Yeah, so hii mambo mnaniulizanga jiji zoning nini, I don't know anything about that. Lazijasikia, sitaki kusema uongo. Na decision ya sisi kwenda kwa United Opposition was a decision of NEC. I can't even reverse it myself as an individual leader or even as a presidential candidate. Nitaenda mpaka kwa meza vile NEC iliamua, na nitarudi kwa NEC ni report. Niseme NEC vile tulienda pale, hivi ndivyo wamezungumza, nyinyi mnakubali? Mimi nafikiri labda kwa wanachama wa Jubilee waulize wanachama, nyinyi mnafikiri namna gani? Alafu wanachama endelea mbele. Lakini ninaamini kwamba maoni ile ya NEC na kiongozi wa chama chetu, tukienda pale kwa meza ni kwamba katika hiyo area tuwe pamoja. Lakini hapa hizi area zingine zetu kazi zetu. I am looking forward to working with Zaka. Alisema nyinyi ndio watu ambao mtanipeleka. Najua ni kama harusi. Kuna mtu anajipeleka harusi peke yake? Hapana. Kwa msichana boma yetu kuja pita huko. Iko party huko. Uombe pale, uombe na sisi. Ukifanya maombi, usifunge macho yote, uache moja moja open ili uangalie huyu msichana vizuri. Na mambo kama hayo. Sasa nyinyi ndio mtanipeleka, niko tayari munipeleke. Na ninangojea nyinyi siku ile mnaniambia tuende na nyinyi tusunguke na nyinyi. Abdullahi Shukri uko wapi? Huyu ni kiongozi wetu huyu kutoka Mandera. Najua watu wanatuambianga you can see yourself kuwa hapa we mwenyewe ni evidence ya ushenzi ule tunaambiwanga na watu huko. It's easy Jubilee. Na wewe ukitaka Mandera tutaingia usalimia watu wa Nairobi. ilikuwa Jubilee, 2017 ilikuwa Jubilee. We have insecurity. So mtengi
Mandera huko ni one time. Wacha nikwambie kweli. You're elect now. Karibu sana. Mimi sina maneno. Mandera. Waambie wewe ni Jubilee na utakuwa Jubilee. Sijui nani, si mmejionea nyinyi wenyewe. Chama cha kitaifa. Tuko hapa sisi wote, tutaendelea mbele namna hiyo. Kwa hivyo mwisho kutafuta kiti ya Kasarani. Kwa kiti ya Kasarani ni kweli huyu nyinyi mtaenda pale muangae na wale watu wa Kasarani vizuri, hata sisi tutakuja tuabudu na nyinyi, tuombe Roho Mtakatifu atuonekanie, basi tupate tuende mbele. Mimi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu kamangu tafadhali, we are going to do a fantastic job for the country, organizing our people peacefully. No matusi, no arguments, hakuna vita. Sisi unajua Jubilee ni chama ya unajua ni ground based campaign. Tunaenda nyumba kwa nyumba huku kijiji. Hata mimi, those of you are running in the wards, tutatembea na nyinyi. Ndaanza kuingia mnanipeleka house to house, tunatafuta kura. Tuongee na watu pole pole. Debe itaamua usaire tumefika pale. Love to endelee namna hiyo. And then finally I need to assure you, my dear brothers and sisters, one of you asked me, will you support us when we have finished the nomination and so on? How can we not support you? Because you see, how are we going to win the elections if we don't work with you and support you? Hii si kitu ya view sasa. Hii ni serious business. Maana mna gani? Tuende tukimaliza sasa nomination yote, tuwe nazo tuna candidate, huyu ni candidate wetu, na sisi tunaingilia na we become now partners wa kutafuta kura. Sisi wote tuende pamoja kijiji kukimbia. So I wish you all the best as you go forward. Na sasa muwe kama wale wafuasi wa Yesu. Yesu alisema once you have become a disciple, unaanzia Jerusalem uende kwingine. Sasa hata kutoka hapa Nairobi, kwa sababu mimi najua kila kijiji chako, wale wengine mahali wako kimuona hapo, huyo mtu wa siasa, mimi sijui siasa sana, lakini